Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu, ambaye anakabiliwa na kesi ya uhaini pamoja na kesi ya kuchapisha taarifa za uongo katika mitandao ya kijamii, amefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam leo kwa ajili ya kusikilizwa mashauri yanayomkabili. Tujiunge na Hamisi Suleiman. Kikao kimekamilika, au sio? Public trial. Mahakama ya hadhara. Public trial. Kufikishwa katika mahakama ya wazi kwa Tundu Lissu leo kunatokana na mashtaka hayo yanayomkabili awali kusomwa kwa njia ya mtandao, hatua iliyopingwa na jopo la wanasheria pamoja na mtuhumiwa mwenyewe kutoafiki utaratibu huo na kuiomba mahakama kuendesha shauri hiyo kwa uwazi, huku mtuhumiwa akifikishwa mahakamani. Katika shtaka la kwanza la uhaini linalomkabili Tundu Lissu linadaiwa kutendwa Aprili 3 jijini Dar es Salaam, ambapo kwa nia ya uchochezi alitoa tamko la kushawishi umma kuzuia uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 kwa kutamka maneno yanayoashiria kuchochea uasi. Shtaka la pili lililosomwa mbele ya hakimu mfawidhi Franco Kiswaga ya kuchapisha taarifa za uongo kinyume cha sheria mtandaoni ya makosa kimtandao namba 14 ya mwaka 2015 kifungu cha 16. Mashtaka hayo yanadaiwa kutendwa jijini Dar es Salaam kwa kutoa taarifa za uongo kuwa uchaguzi wa serikali za mitaa 2024 wagombea wa Chadema walienguliwa kwa maelekezo ya kiongozi wa nchi, wakati akijua maneno hayo ya uongo na upotoshaji kwa umma. Shtaka la pili pia linalomkabili ni kutoa taarifa kuwa polisi hutumika kuiba kura wakiwa na vibegi, taarifa ambayo pia ni upotoshaji kwa mujibu wa sheria ya mtandao. Upande wa utetezi kwa upande wetu tumesema kwamba tutatoa orodha ya mashahidi wetu na namna na nyaraka tutakazozitumia pindi pale baada ya upelelezi. Upande wa mashtaka utakuwa umemaliza kesi yake, na kama tuonekana mshtakiwa na kesi ya kujibu, basi sisi tutaweza kueleza mahakama tuna mashahidi wangapi na vielelezo vipi ambavyo tutavitumia, vielelezo vingapi ambavyo tutavitumia. Kwa hiyo baada ya hapo hakimu ameahirisha shauri hili mpaka vile tarehe 2 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Unadhani itakuwa ni muda wa saa 3 asubuhi. Kesi imefika pazuri. Kesi imeiva. Kama ni jipu lishaiva, inaweza ni kulitumbua tu. Kwa hiyo tunasubiri tuanze kusikiza kesi. Walete mashahidi, tuwahoji mashahidi, na wenyewe jitetee tujue kama ni taarifa ya kweli au ya uongo. Tous concernés puisqu'il est question de la démocratie, et c'est pour cette raison que nous tenons à venir absolument prendre part à ce procès. Sisi tunazingatia sana misingi fulani ya demokrasia na uhuru wa mawazo, na kila inapotokea kwamba kuna kesi kama hii tunajua kwamba ni jambo linatuhusu sisi sote. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Shukrani Hamisi Suleiman, na sasa tuelekee makao makuu ya nchi Dodoma.